Wanafunzi wanaosoma masomo ya kisheria katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wamehimizwa kushiriki katika shindano la mahakama igizi Moot Court ambalo linalofanyika kwa vitendo ili kuongeza umahiri wa kisheria kwa wanafunzi na kuwaandaa kwa ajili ya taaluma katika ngazi ya kitaifa na kimataifa. Akizungumza katika kilele cha shindano hilo lililofanyika katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, mratibu wa kamati ya mahakama igizi kutoka chuoni hapo amesema lengo kubwa la kufanya shindano hilo ni kuongeza uelewa na ujuzi wa kisheria ili kutengeneza mawakili bora ambao watasimamia haki katika taifa. Kawaida huwa tunatoa muda kwa wanafunzi kujiandikisha ambao wanataka kushiriki katika mashindano haya ya ndani. Kwa hiyo kwa mwaka huu tulipata takriban timu 21 ambazo zilijiandikisha kutoka wanafunzi wa certificate ya sheria mpaka wanafunzi wa degree ya kwanza wa mwaka wa 4. Kwa hiyo ni katika timu hizi 21 kila timu inakuwa na wanafunzi watatu. Kwa hiyo utaona takriban wanafunzi 63 wamejitokeza katika mashindano ya mwaka huu. Fikiri changamoto kubwa ya kwanza ni changamoto ya rasilimali. Na nikisema rasilimali mara nyingi nazungumzia rasilimali fedha, hasa tukiwa tunajaribu kupata wanafunzi ambao watawakilisha chuo chetu na nchi nje ya chuo chetu na nje ya nchi. Mara nyingi tunatakiwa tuwatengee bajeti ili tuweze kuwasafirisha kwenda katika hayo mashindano. Sasa mara nyingi unakuta rasilimali fedha inakuwa haitoshi au bajeti hatujaweza kuiweka sawa sawa. Kwangu mimi nafikiri hii inakuwa ni changamoto kubwa. Kwa kweli mimi ninawapa moyo wanafunzi wapende kushiriki katika vitu kama hivi. Mara nyingi unaposhiriki katika Moot Court unaonekana. Waajiri huwa wanapatikana katika mashindano ya mahakama igizi. Kwa hiyo wanafunzi ambao wanashiriki katika mahakama hizi igizi huwa tunajitahidi kuwaletea majaji ambao wanafanya kazi kwenye firm za sheria, tunawaletea majaji ambao ni majaji wa high courts, tunawaletea practitioners kutoka katika NGOs mbalimbali kwenye nchi yetu. Kwa hiyo wanaposhiriki wanaonekana, vipaji vyao vinaonekana. Kwa hiyo hata wanapomaliza chuo uajiriwa wao unakuwa ni mwepesi kulinganisha na wanafunzi ambao hawajitoi katika mashindano ya namna hii. Kwa hiyo ningependa kuwapa moyo, kuwa encourage wajitokeze kwa wingi, wao wanashiriki katika extracurriculars kwa sababu zinawapa nafasi kubwa nje ya masomo ambayo wanafundishwa darasani. Naye mshauri wa haki jinai kutoka Tume ya Uingereza ambaye pia alikuwa ni jaji katika shindano hilo alikuwa na haya ya kusema. Ninatoka kwenye Tume ya Juu ya Uingereza ambako ni mshauri wa haki jinai. Hivyo basi nafanya kazi kwa niaba ya serikali ya Uingereza nikishirikiana na serikali ya Tanzania kusaidia kuboresha ushirikiano wetu katika masuala ya haki jinai. Ni jambo la kufurahisha sana kuwa hapa chuoni. Wazo la Moot ni la kipekee sana katika kuwanoa mawakili wa kizazi kijacho. Hivi ndivyo wanasheria wanavyofundishwa mbinu za mahakamani, jinsi ya kushtaki na pia kutetea ili kuhakikisha haki inatendeka. Na hicho ndicho kila Mtanzania anachokitaka, kuona haki inatendeka mahakamani. Kuna watu mahiri sana hapa leo. Ubora wa wanafunzi hawa vijana ulikuwa kipekee pamoja na uadilifu wao, ari yao ya kujifunza na ujasiri wao wa kujitokeza. Nawapongeza sana, nawapongeza pia wahadhiri wa chuo. Hata hivyo kwa upande wa washindi walikuwa na haya ya kuzungumza. Nimefurahi sana, tumekuwa washindi wa kwanza. Ilikuwa sio kazi rahisi. Siku 2 za kukosa usingizi, kutafuta sheria ambayo inaweza kukidhi viwango za kutuweza kwamba tushinde. Naona kwamba hii kitu ni nzuri sana kwa sababu wakati unasema sheria unasoma only theory, lakini ukiingia mahakamani haujui cha kusema, haujui jinsi ya kutetea wateja wako, inakuwa vibaya sana. Lakini hii Moot Court inakupa nafasi wewe kama mwanasheria ambao unaanza au unataka uboreshe skills zako, inakupa nafasi ya kufanya hayo yote. Na ningeshauri mtu yoyote ambaye anasoma sheria angeshiriki hizi mashindano ya Moot Court. Sisi ni first runner up, washindi wa pili. Siri ya mafanikio sema kweli ambayo imetubeba sana ni teamwork, ambao tumetumia muda mwingi sana kukaa sisi kama timu kuangalia labda mtu fulani anaweza nini na mwingine ana mapungufu gani, alafu kati ya hivyo kwenye yale mapungufu tunaangalia mtu gani mwingine anaweza akaziba lile pengo kwenye hao mapungufu.
Kwa hiyo imetusaidia sana kwenye ku present argument zetu, ambayo imetufanya tumeingia kwenye finals na tumekuwa first runner up. Shindano hili la mahakama igizi Moot Court 2025 ni shindano la msimu wa 3 lililoandaliwa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambapo kundi lililoibuka kidedea litakwenda kuwakilisha nchi ya Tanzania katika mashindano ya kibara yatakayofanyika mwezi wa 11 mwaka 2025 Nairobi nchini Kenya. Mimi ni Asha Athumani kutoka Mlimani TV.